Habari za wakati huu, mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kututegea sikio na kutusikiliza kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya na mnakurubia simu zenu na runinga ili kuendelea kufahamu kile ambacho kimejiri kupitia chaneli yetu katika siku ya leo. Mtazamaji na msikilizaji mubashara, matangazo haya unaendelea kuyafuata kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji, kama bado kusubscribe kwenye chaneli yetu, basi ufanye hivyo ili huwe na urahisi wa kuendelea kupata habari zetu, vipindi na mambo mengine ambayo yanakuwa ni muhimu kwako kwa muda unaofaa. Tunakukaribisheni mara tena katika muda huu kufuata habari zetu katika siku ya leo. Tuanze habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa drone ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelenga kwa usahihi Jumamosi ya tarehe 7 Machi 2026 nafasi za waasi wa M23 katika mji wa Mushaki ulioko katika tarafa la Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini, takriban kilomita 20 kutoka huko Sake. Hali bado ni wasiwasi katika maeneo hayo kutokana na shambulizi hilo ambalo liliendeshwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa tulizonazo kutoka maeneo hayo zaeleza kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limelenga sehemu hiyo ambayo ni miongoni mwa maeneo muhimu ya waasi wa M23 katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini. Habari hizo zimezidi kutaja kwamba kuna kuwa na hasara kubwa ambayo iliripotiwa kwa upande wa waasi wa M23 kutokana na shambulizi hilo la ndege lisilo na rubani ambayo imelenga katika maeneo hayo. Tuangazie pia habari zetu na habari dahima katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini ni kwamba maporomoko mapya ya ardhi yameripotiwa Ijumaa mosi ya tarehe 7 Machi 2026 katika mgodi wa Rubaya kwenye eneo la uchimbaji madini la Gagombe katika tarafa la Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni tukio la tatu kubwa kuripotiwa ndani ya siku 38 katika eneo hilo lililo chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Kulingana taarifa zilizopo zaeleza kwamba maporomoko hayo ya ardhi yameharibu nyumba kadhaa katika kitongoji kidogo cha Gatabi kilichopo karibu na eneo la mgodi na kuwazika wachimbaji madini wa kienyeji katika mashimo mbalimbali ya uchimbaji madini. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi ya idadi ya walioathirika iliyotolewa na serikali ya eneo hilo. Ajali hii inatokea baada ya majanga mawili mengine ya hivi karibuni. Tarehe 28 Januari 2026, maporomoko ya ardhi yalikuwa yamesababisha vifo vya zaidi ya wachimbaji madini 400 dini ya kienyeji. Kisha tarehe 3 Machi 2026 kulitokea maporomoko mengine yaliyosababisha zaidi ya vifo 300 na mnamo Juni 2025 tukio jingine kama hilo lilikuwa tayari limesababisha vifo vya zaidi wachimbaji madini 700. Kurudiliwa kwa matukio haya yaonesha hali ya hatari na duni ambamo shughuli za uchimbaji madini zinafanyika katika eneo hilo. Tuangazie pia habari zetu na habari zingine hizi zisemazo kundi jipya la waasi latangaza kusonga mbele upya huko Mitwaba katika mkoa wa Tanganyika. Ni kundi lilojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo ambalo limetangaza kuwa limechukua udhibiti wa eneo la Lusinga katika tarafa la Mtwaba mwanzoni mwa mwezi Machi 2026. Katika taarifa zilizotolewa kutoka eneo hilo zaeleza kwamba kundi hilo latumiwa kuendesha mauaji ya maafisa wa vitengo vya kiserikali vya ISSN iliyotokea hivi karibuni katika eneo hilo. Uongozi wa kiserikali katika eneo hilo waeleza kuwa hali ya utulivu wa tahadhari ilikuwa imerejea katika eneo hilo, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiendelea na operation za msako ili kulinda na kuhakikisha usalama katika sekta hiyo. Kundi hilo linaeleza kuwa hatua yake inalenga kupambana na kile kinachokiita utawala mbaya huko Kinshasa na hivyo kuweka mashambulizi yake katika muktadha mpana wa kisiasa zaidi kuliko
kudhibiti eneo hilo. Mtazamaji na msikilizaji, tuangazie habari zingine. Ni kwamba hatimaye imemalizika kongamano kubwa la kitaifa lililokusanya wami wote wa asili toka kona zote za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyofanyika mjini Kinshasa. Kwa jambo hilo, raia wengi na ikiwa malida wa ukanda wa Fizi na Itombwe wamekemea kitendo kuonea tarafa la Fizi kuto kupata mwaliko wa wami kati ya zile tarafa 45 zinazounda nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzetu Izake Mulucha Ashibe na ripoti kamili kuhusiana na habari hizi. Mjumbe wa mkulima na Fatuma, suala la tarafa ya Fizi kutokupata mwaliko rasmi ili kushiriki kwenye kongamano hilo mjini Kinshasa limezusha mfadhaiko kwa raia wa Fizi na kupelekea wengine kujiuliza maswali mengi. Upande wake Kiza Kilozo Felicien, mwami wa usultani wa Bashimkuma Sida, ambaye ameshiriki sasa kwenye kongamano hilo katika njia za kujitegemea baada ya Fizi kutokupata mwaliko, ameanza kwanza kuonyesha malengo ya kongamano hilo pa Kinshasa. Mimi niko Kinshasa, nilifika Kinshasa kwa ajili ya kukutanana kwenye mkutano wa wami wote wa Kongo ambao waliitwa na rais wa nchi, kusudi ya kuweza kuangalia usultani miaka uenda miaka rudi unaenda unadidimia uwezo wake. Sasa kutokana na hivyo, mkuu wa nchi Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi alijaribu kuona kwamba wami warudishiwe ile valere, yani zile nyadhifa ambao zilikuwa nazo tangu awali, waheshimike na waendelee kutumika sambamba, kwa sababu wao ndio wenye kuwa na udongo na wao ndio walichanganya pamoja udongo zao na nchi ikapatikana. Kitu tutakachokijua katika province ya Sud Kivu kuna uonevu sana. Fizi ikiwa wakati Fizi inatetelea kupigania nchi, kugomboa nchi na msimamo wa kutaka nchi isipoteze hata santimeta moja ya udongo, inaonekana Fizi kuna wanaume kabisa. Lakini wakati wa kuselektione liste ya kwenda kwa maforomo kama hii ya nchi nzima ambayo inataka watu wote wachangie mawazo, Fizi inaonekana hakuna kitu. Tutakujuza ndugu journalist, ama nitajuza wasikilizaji wapenzi, hiyo kabisa ni alama moja mbaya sana katika province yetu ya Sud Kivu. Kwa sababu ya nini? Huko ambapo mimi nimekuta huko kuna machef de village wako representer mule, machef de chefferie na machef de groupement wako representer mule, lakini mu province kama ile ilikamatiwa namna gani hatujui, kama ni wapi ilifanyiwa ile liste hatujui. Inawezekana tu kutia wa chef de chefferie tu, lakini huko nilikuta na wote wako, hata wa nyumba 10 wamoja walikuwa ndani, wa prince, watoto wa jamaa tawala wote walikuwa ndani. Sasa najiuliza, nasema ni kitu gani ambacho sisi Fizi kinatupata mpaka tuzarauliwe mpaka mwa hiyo hali ya kusema kwamba Fizi isiwe represente, kwa sababu ni wa chef de groupe maswat tuseme vile, kwa sababu huku niliona ni wa chef de chefferie tu ndio wameitwa, lakini kuna wengine wa chef de chefferie hawakuonekana. Lakini ile Mr. Ingilia sijui mwenye alifanyaka liste alifanya kwa malengo gani, lakini ile ningejaribu kusema kwamba haingekuwa vizuri sana mambo kama haya iendelee kuwa hivi, kwa sababu Fizi haikupataka bahati ya kuweza kupata chefferie. Fizi ilipataka bahati ya kuweza kupata masektere, na wale wa chef de groupement, wa chef de village ndio wami wenye kuwa Fizi. Ni bahati yenyewe tulipataka wakati ya mbeleji na tuwezi kuikataa. Upande mwingine amesema kupongeza mwananchi shupavu na mzalendo wa Lali, mzaliwa wa Fizi, alijitolea kwa nauli yake ili Fizi sasa ishiriki kwenye kongamano hilo. Mwaliko wenyewe ulikuwa mwaliko naita wami, au kuchagua wami wangapi. Ni mwaliko wa serikali. Lakini kwa kutokana na kwenye liste ambayo ilifanyiziwa, ilionekana Fizi sikuwepo, isiwe represente. Lakini kuna mtoto wa Fizi ambaye ana moyo mwema, wa roho mzuri, aliona kwamba hapana, haitafurahisha sana kwetu kukose mtu hata umoja kusikia hicho kikao. Na ni maana nilifika hapa na nilishukuru, kwa sababu niliingia katika kikao na nikasikia yote na yote. Kwa sababu ya nini? Haya ambayo ninayokuambia, mimi nilikuwa ndani ya kikao, ijapo hiyo liste ilitumwa hivyo, lakini mimi nilikuwa ndani ya kikao na niliparticipe kwenye kikao. Yaani Fizi vile ilikuwa represente. Nafikiri uzembe kabisa unaweza tokana na kule kwenye liste ilifanyiziwa. Mimi sikuwepo kwenye wakati liste ilifanyiziwa. Ilitoka tu telegrame kusema mwami fulani, na ikaenda kuonekana kwamba Fizi haikukuwa represente kabisa kule kwenye hiyo karatasi. Na haingitosha tu sisi kama vile watoto wa Fizi tukae chini tu hivi. Ingitosha tufanye nguvu zote, tutafute voies et moyens ya kuweza kutafuta nani anaweza kutuma Fizi
iwe nayo mule katika kikao. Na ni hivi nakwambia, kuna mtoto wa Fizi ambaye ana moyo mwema, alijisikia kwamba yeye hawezi kuona kwao kukose mtu katika kikao. Alifanya jitihada na mpaka tumefika Kinshasa. Tumefika Kinshasa kwa sababu ya kujitolea, kwa sababu ya mtoto wa Fizi ambaye ana moyo mwema, ana moyo mzuri, ana upendo na Fizi. Aliona kwamba ijapo hiyo inakuwa nyuma kidogo, inabidi kwetu kuwe hata mtu mmoja ambaye atasikia atakayojiri katika kikao na aje kuwafasiria watu wengine kule kulikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini akufurahiwa sana, aliona kwamba isitoshe siku nyingine hiyo mambo kama hayo sirudilie tena. Mwishowe Mwami Kiza Kilozo Felicien ameonyesha kuwa ukosefu wa watetezi bora ndiyo wenda ikawa sababu ya tarafa ya uzalendo kihistoria Fizi kukosa kuwakilishwa kwenye kongamano hilo. Ninaweza kusema kwamba Fizi labda tunakosa watetezi bora ambao wanaweza kututetelea kwa ajili ya ile, na ingekuwa vizuri kufanya kosa sio kosa. Hii kosa isirudilie tena. Kwa sababu ya nini? Inachukiza watoto wa Fizi. Haitawezekana forumu sawa ile ya nchi mzima Lubunga rushile monyo ubinka mboa kukosa hata sauti ya Fizi yenye itasikia iambie watoto wa Fizi kulisemekana hivi, kulisemekana hivi. Yaani sisi tunatiliwa pembeni, lakini ikikuwa wakati wa kutetelea nchi, ikiwa wakati wa kupigania udongo sinyanganywe, Fizi ni wanaume, Fizi kabisa muna nani. Lakini tuliona mambo ya ajabu, ila ni shukuru Mungu kwa sababu nianza mwanzo mpaka mwisho katika kikao chenyewe. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine. Endelea kutembelea kwenye channel yetu kwa ajili ya kupata habari zenye ukweli na uhakika. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma, sina la ziada, nasema kwaheri.